Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazipeperusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa ni mgeni unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, bonyeza alama ya like na karibu. Rais wetu ambaye aliweza kujichagua na kuingia mamlakani, Samia Suluhu Hassan yu taabani. Ametangaziwa habari za kuondolewa Ikulu, taarifa ambazo huenda zimesababisha Samia kupatwa na mshtuko mkubwa anapoendelea na uongozi wake katika taifa hili letu la Tanzania. Sasa kupitia mwanaharakati ambaye anaitwa Maria Sarungi hapa Tanzania, ameweza kuchapisha habari za kutisha katika mtandao wake wa kijamii Facebook, Twitter. Tumezipitia ambazo naenda kuziweka wazi, ambapo ameandika kwa kusema ya kwamba Gen Z have resolved a fresh protest on 7th July 2026. The demands are clear: free Tundu Lissu and Samia must go, but also a new constitution that will recognize Tanganyika as a state partner next to Zanzibar in the union. No more hide and seek, but of course expect the police to start abducting and torturing again, because that is all they do. The fearless Gen Z are aware of the risks, but they are resolved. Haya ndio mambo Gen Z anasema ya kwamba wamepitisha. Nataka kutafsiri kwa lugha ya Kiswahili, ya lugha nyepesi, ili tuweze kuelewana wote ambao wanafuatilia taarifa hizi. Sasa huyu Maria Sarungi ameenda kwa mtandao wa kijamii, ameandika katika mtandao wake kwa kusema ya kwamba kutakuwa na maandamano makubwa hapa Tanzania tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu. Maandamano haya nia yao ni kuhakikisha ya kwamba Samia ameondoka Ikulu, yani Samia must go. Namba 2, free Tundu Lissu, yani Tundu Lissu aweze kuachiliwa huru. Umesikia? Sasa huyu ni Maria Sarungi ametangaza kwamba kutakuwa na maandamano makubwa hapa Tanzania tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Kwa hivyo habari hizi wakati zimemfikia Samia Suluhu Hassan, lazima apatwe na mshtuko wa moyo, lazima aogope, lazima aushikwe na mchecheto, kwa sababu taarifa hizi ni za kutisha. Taarifa hizi sio nzuri, haswa kwa uongozi wake, na wanataka Samia akienda iwe ni wakati wa Tanganyika kutajwa kuwa state of the partner, naelewa, next to Zanzibar, kumaanisha ya kwamba wanataka katiba mpya iweze kupitishwa, katiba ambayo ni halali, katiba ambayo itatoa mambo ya uongozi wa kiimla kuendelea kushuhudiwa hapa Tanzania. Unajua, katika uongozi wa Samia Suluhu Hassan kuna uongozi ambao tunaweza kusema ni uongozi wa kiimla. Alijichagua yeye mwenyewe akaingia mamlakani, jambo ambalo limekuwa likisemwa na wanaharakati. Akamfunga Tundu Lissu, amemaliza zaidi ya mwaka mmoja gerezani kwa sababu ya kujitakia mema kama rais, akajitangaza kupitia tume ya uchaguzi. Unajua, katiba ambayo tuko nayo ya mwaka 1977, yeyote ambaye atatangazwa kuwa rais hata ajitangaze vile aliweza kujitangaza kupitia tume huru ya uchaguzi. Sasa hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa kwenda mahakamani kupinga maamuzi ya tume ya uchaguzi. Ndio maana Samia yeye anaendelea kuwa kiongozi hapa Tanzania licha ya kutoshinda, bora tu aliweza kutangazwa. Sasa hii katiba ndio wanaharakati wameanza kusema ya kwamba lazima iondolewe.
hii katiba lazima ibadilishwe ili tuwe na katiba huru. Ikiwa umejitangaza, wapinzani wanaweza kuenda mahakamani wapinge kujitangaza kwako kama rais, kujitangaza kwamba umeshinda, ili nafasi itolewe. Kama ni kura kuhesabiwa upya, ziweze kuhesabiwa, shughuli mbalimbali ziweze kufanyika kabla ya kuapishwa na kuingia afisini. Kwa hivyo Maria Sarungi mwanaharakati huyu ametangaza kwamba tarehe 7, kwa hivyo hapa Tanzania mwezi wa 7, kutakuwa na maandamano makubwa ya kumuondoa Ikulu Samia Suluhu Hassan, kulingana na Maria Sarungi, na kuhakikisha ya kwamba Tundu Lissu ameachiliwa huru na katiba mpya imeweza kupitishwa. Ikumbukwe ya kwamba huyu jamaa ambaye ni kiongozi wa bara Chadema, Tundu Lissu amekaa gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja. Unajua Samia alimfunga ili asije akawania kiti cha urais hapa Tanzania, ili asije akawa kwa mmoja wa wale ambao wanawania kiti cha urais, kwa sababu Samia aliona yule ambaye yuko na nguvu, yule ambaye ana uwezo wa kumng'oa mamlakani ni huyu jamaa ambaye anaitwa Tundu Lissu. Akampambikizia kesi ya mchongo, kesi ambayo sio halali. Saa hii yuko gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja na kesi imekataa kukamilika. Na unajua hawana hata ushahidi wa kutosha ili kumfunga. Kulingana na sheria, ukipatikana na kosa la uhaini, kesi ambayo iliweza kupambikiziwa, ukipatikana na kosa hilo ni kunyongwa. Huwezi kuendelea kuwa na uhai. Sasa hiyo ndio njama Samia Suluhu Hassan alikuwa nayo. Akazuia hata mpina wa ACT Wazalendo asije akawania kiti cha urais. Unajua huyu alijipendekeza tu, ndio maana akajichagua. Lakini mwaka 2030 mambo yatakuwa tofauti. Gen Z waliweza kuleta mabadiliko makubwa hapa Tanzania, na tuliweza kumuona hivi majuzi huyu Samia Suluhu Hassan wakati tulitembelewa na rais wa jirani Kenya, Ruto. Alipofika hapa Tanzania akamwambia ya kwamba hao vijana wako na vichwa ngumu, waenda wapige mikwaju na mimi nitawapiga mikwaju. Sasa yeye ndiye anatangaza vita, yeye ndiye anaitisha vita. Unajua yeye anasema hivyo, na wala ambao anatumia ni vyombo vya dola. Vyombo vya dola ni wanadamu, vyombo vya dola ni wazazi wa watoto hao ambao wanaandamana. Kwa hivyo huwezi kutumia nguvu vile unataka kama rais, siku moja kitakuramba tu. Tusubiri tuone ikiwa haya yanaenda kutimia hapa Tanzania. Kufikia hapo ndipo natia kikomo kukueleza habari zile ambazo zimetufikia kwa meza yetu ya habari. Tutakutana baadaye, lakini ikiwa unatazama na hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza button ya subscribe hapo chini ili kuwa subscribed. Kando kuna kengele, bonyeza kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati, na kwaheri kwa sasa.